Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Ni furaha iliyoje mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24 TV kukutana nawe mara tena na ukaribisha kuweza kufuata taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Safari Almasi. Taarifa yetu ya habari itaanzia hapa katika mji wa Baraka. Ni vema kundi za wazalendo kuheshimu jeshi la taifa FARDC na jeshi toka nchini Burundi. Hiyo ni kauli yake imekuwa muda wa mji wa Baraka Bi Emerite Tabisha Mungelwa kutokana na tabia baadhi ya jeshi la wazalendo kwenda kupiga risasi kwenye kambi hizo. Akiongea kwa uchungu imekuwa muda wa mji wa Baraka, amesema kupata mshangao kuona baadhi ya jeshi la wazalendo mjini Baraka wanakwenda kwenye kambi ya jeshi la FARDC na Warundi pa Mshimbake na kuanza kupiga risasi kama anavyoeleza. Wenye kusikilia bunduki, hii kuchokozana na mabunduki sio vizuri. Mtu anakuja na bunduki anafika kueta major ya FARDC kujeshi, anapiga bunduki, anajendea yake na moto. Anafika kwenye jeshi la Warundi wako, anapiga bunduki, anajendea zake bila kuhesabu hiyo bunduki ambayo unapiga. Ikiwa wengine wakijibu, mtu mwenye kupenda kwao, mtu mwenye kufunzwa, mtu mwenye kweli ni mzalendo hawezi akafanya tendo kama hilo, kwa sababu anakuwa kama vile analeta kifo, analeta moto kumwanga kwao. Wazalendo wengi wote ambao wako hapa ni watoto wazaliwa wa Fizi, ni watoto wazaliwa wa vile ya Baraka. Ni kusema huku Kusidi Kivu na hapa Baraka ni kwao. Kweli kwenu unaweza kufanya hilo. Wale wakijibu, sasa masasi yataenda hovyo, yataumiza ndugu zako, itasaidia wengine waporaji kupata nafasi. Adui ndoko na mtandikia mrago akae kwenu, aumize watu na watu waumizwe na vitu vingine mbalimbali. Kwa hiyo wakuu viongozi wa vikundi vyote vya wazalendo tusaidiane. Uzalendo ni kupenda nchi. Hakuna nchi inayoweza itwa nchi ikiwa hakuna watu. Ni kusema uzalendo ni kupenda watu. Na vitengo vyote vya usalama ambavyo viko hapa navyo pia nawapongeza. Isiwavunje moyo, muone watu, muone usalama wa watu tu na vitu vyao, na isikuwe na wakati ya kuleta vurugu bure. Acheni mwenye kufanya makosa yake anafanya makosa na muendelee hivyo. Tumeshukuru yale ambaye Tamajori imefanya kuwapigia risasi pale, wako wanaona na wasilijibu. Kwani kujibu atujue nani ndio angeharibika na nini ndio ingeharibika. Sasa usalama wetu ukaenda wapi? Tunafunga juga kabisa kwa hilo, kwa sababu hatutaruhusu vile ya Baraka kutokujua namna ya kutumikisha bunduki. Baraka hakuna vita, Baraka hakutafika vita. Tuungane pamoja. Hawa wakuu viongozi wa makundi zao tuko tunaongea na wapa angalisho, kwani serikali ni serikali na wazalendo ni jeshi la baki la serikali. Wako wa reserve, ni kusema waungane na FARDC, uambiane bunduki ni nini, na sisi raia tubaki na amani na usalama. Huko Lusenda ni kwamba mzalendo mmoja kufariki papo hapo na wengine wawili kujeruhiwa vikali. Hayo ndio matokeo ya vurugu ya kufyaturiana risasi iliyoripotiwa katika makundi mawili ya kizalendo katika eneo la Lusenda, sekta Tanganyika, tarafani Fizi, siku ya 5 ya wiki tunayo. Taarifa tunazo ni kwamba chanzo ni kufia silaha kati ya makundi hayo mawili yapatikanao ndani ya sekta Tanganyika na kuzorotesha usalama kwa hali ya juu zaidi, kama alivyohakikisha Samia Mimi Kortikol, mwanaharakati wa shirika la raia katika eneo hilo. Ndio, hizo habari ni habari sahihi, ni habari za kweli. Mfarakano ulianza jana mida ya saa 9 saa 10 hivi, wakati kundi mbili za wazalendo walianza kuzozana. Na katika kuzozana, unajua wenzetu wenye kumiliki silaha, mzozo wao ni silaha tu. Na katika vyanzo vya mzozo ambavyo tumevipata sisi kama vile shirika la kiraia ni kwamba walikuwa wanazozania silaha ya PKM ambayo kila kundi ilikuwa ikidai kwamba ni yao. Kundi la Bwana Yesu na kundi linaloongozwa na Mamadu. Yesu ni pale Lusenda njoo kwenye makao yake, na Mamadu yeye Katungulu. Sasa baada wenyewe kuzozania hiyo bunduki, ilibidi rushiane risasi.
moja kwa upande wa Mamadu akawa amekufa papo hapo na blesse moja, na kwa upande mwingine blesse mwingine mmoja. Njoo ilipanike mwingine de Lusenda Asanza, lakini leo mchana mpaka hii magharibi hali bado ni shwari. En tout cas, hii comportement inatudecevoir parce que chaque fois mu secteur ya Tanganyika ni hizo mascenario tu. Juzi hapa ndio tumemzika Jamadari Kibukila mtetezi kwa hali tu kama na hizo. Jana tena hii hali inajitokeza wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo sisi kama vile mashirika za kiraia hatuna tegemeo lingine hapa msekta Tanganyika, hatuna presence ya FARDC. Wenyewe tuko nao hapa ni PNC na wazalendo, na wenyewe sasa wakianza kugeuziana bunduki wao kwa wao, ile hali haipendezi na hairidhishi, na labda inaweza kupelekea raia kutokuwa na imani nao, sababu ni wenyewe ndio tunajitegemea kwa sasa kwa wakombozi ama walinzi wetu. Sasa walinzi wakianza kuzozana, kupiga risasi kiolela kila siku, ile nachangia moja kwa moja kama raia walio wengi wanakimbia sekta ya Tanganyika, na wakati labda adui angali mbali. Haiza kuhusu viwango vya uhusiano kati ya raia na wazalendo ndani ya sekta hiyo, Samia Memo amejibu yafuatayo. Degré ya collaboration tukailinganisha 100%, tunaweza sema iko mu 50%. 50% pourquoi? Parce que raia ilishakuwa dépassé na mavenema. Kila siku il faut kulia risasi, kila siku il faut mansida tout sécuritaire, alors ile ndio maana inapunguza hata ingine 50% na kuacha 50%. Na waza vikao vilishafanyika vingi. Mimi mwenyewe inga 2 ama 3 zilizopita tulikuwa ndani ya mkutano, na katika mkutano tulijaribu kucreate makomision za kwenda kuwaona na kuwaonesha umuhimu wa wao kuwa pamoja, umuhimu wa wao kutulindia usalama ipasavyo, kuwakataza ile hali ya kupiga masasi kiolela. Lakini siku msile makomision yenye tulikreaka na tukaenda kuwaona, tukawaongelesha, wakafanya sambla ya kusikia, mais yenye tunaona sasa c'est le contraire. C'est-à-dire juhudi zenye zote zenye shetu tulifanya, c'est comme si bali rejeté en bloc, bali foulé au pied. Ile yote mazungumzo yenye tulikwenda kuzungumza navo wakati tulijidisperse mu makomisha katika eneo ambako kulikuwa vurugu tangu jana, hali ilishinda ni ya wasiwasi tu, sababu raia walijawa na hofu wakizani muda wote saa zote mambo tena yanaweza yakaharibika, sababu kila upande mpaka sasa haujaridhika, unaendelea tu kukania upande mwingine. Aloro wakati tembo wawili wakiwa wanapigana, na waza ni majani ndio inapata shida, na ni sisi raia ndio tunalinganishwa na majani, na sisi ndio tunaendelea kusubiri makonsekanse ya ile ndio tunaanza ita chai paske bukicha na ifo kwanza kupigwa masasi sipa mboko mara pima mara sanza mara Lusenda mara Makobona, yani kila siku. Pasebele ni kwamba binti mmoja amejeruhiwa kwa kupigwa risasi na mzalendo mmoja jioni ya siku ya Jumaa tarehe 21 Machi 2025 ndani ya eneo la Kasaka Pasebele, sekta Nganja tarafani Fizi. Kwa jambo hilo, mkuu wa kijiji cha Sebele Bayoma amelaani vikali kitendo hicho. Kwa mujibu wake, namba moja huyo wa kijiji cha Sebele ameonyesha kuwa mwanga alikuwa anatoka kuchota maji, ndipo mmoja kati ya wazalendo wawili waliokuwa na shwana aliweza kumfyatulia risasi na kumjeruhi. Hata hivyo, Bwana Bayoma ameonyesha kuwa hali ya usalama kwa raia wa Sebele ni yenye kuzorota zaidi kutokana na ongezeko la silaha kwa watu. Habari za huku kwetu za masikitiko tu ya masasi yenyewe lilia jana Masakeni. Kuko moya dada alikuwa anatoka Kumai pale ngambo ya Kasaka njia kwenda Nemba kule. Alikuwa anatoka Kumai, alikuwa anabeba bomba kukichwa. Apre akashtuka tu kumkono wake panamupiga risasi mwaso, alikuwa analewa wa Kifulero, lakini kuna tumika kwa wazalendo. Wakati alikomana na wenzake kutoza franga, ndio akaenda kamata silaha kupiga silaha, ile silaha kupiga mtu alikuwa anajipigia tu ovyo tu kama bunduki ilimbeba mkono, ikateremsha bunduki, sasa ikachomoka kaenda kupiga ule dada kumkono pafu hivi kwa hospitali. Huko masasi ishakuwa sawa kalanga.
hivi basuda abo babishambuke bazalendo banani, mtoto kidogo tu kimwambia piga masasi kama bunduki ni yako, sawa venye wanasemaga Montare piga na yeye pale anapiga masasi papa, masasi kama bunduki ni yako papa. Sasa vile hatujui kama tutaishi hai, jue kabisa, jue tulibaita viongozi wao vyote, tulikuwa navyo mkikao na wakakubali venye tulisema, lakini apres siku kuwaambia tu bapunguze makamba tena ilizidi sana mpaka leo, na ile kupigana masasi kule ilisababisha na kukutaza faranga kwa watu ya mingi. Sebele tuna amani, masasi iko nalia kila siku masasi iko nalia kila siku ya bila hataki. Akilewa sana anafika mbarabara piga mbili kama ni yako, anapiga mbili vile papa. Sasa ila tuweka kama tutaishi hayo. Na hivi leo wanatuingiza tena nyingine kikao yao tena, niko napenda nisikie yako ni baambililie tena wazi. Kama kusema sana yetu tena na sisi tutakuwa kupima mazazi usiku tutakuwa kutuzika. Sasa mimi naweza ona solution ni viongozi vyao. Kwanza kitu ya kwanza kabisa bakataze kamba zao zisitumike, sababu kama kupigania franga. Na waambie basi bakubwa hapo wale wenye kuangalia vikundi, waambie soda hao basi kila mtu silamu nyumba kakula tembea mwingine. Sababu kuvulezi zako naenda nayo, manganda zako naenda nazo. Na mtu hawezi kutembea maraia vile. Hapana. Hiyo haiko kweli kabisa ile tuko nao. Kwa sababu ilikuwa malima mipunga yao, walikuwa wanapima kalanga, anaacha kulima kalanga anapata silaha, naona sawa anapata kitu ya ajabu mu ulimwengu. Tukamilishe taarifa hii habari na huko Walikale ambako mji wa Walikale unamilikiwa na M23 ndio wanaonekana katika sehemu mbalimbali za makata eneo hilo. Hamihakikisha hayo mmoja kati ya wanaharakati wa mashirika ya kiraia katika eneo hilo. Hivyo ni kutokana na habari zinazozagaa kwamba M23 umeondoka katika maeneo hayo. Kulingana na mmoja kati ya wanaharakati wa kiraia katika tarafa la Walikale, amesema kuwa M23 unaendelea kusonga mbele katika sehemu zingine tarafani hapo, huku upande mwingine akiomba jeshi la taifa FARDC kufanya kila iwezavyo ili vijiji hivyo viweze kukombolewa. Sinon c'est une façon de tromper le vigilance nationale internationale et aussi à la communauté internationale, et alors que hiyo ni hali ya kudanganya umakini wa taifa na kimataifa, vile kwa jamii ya kimataifa, wakati ambapo M23 iko katika mji, na kwa muda huu ambao nawaambia wanaendelea kupenya ili kuenea sehemu zingine bali na makao makuu ya tarafa kuelekea Kisangani. Ndio maana tumeshazoea maneno yao, ni muda mrefu anakuwa na hali hiyo kwa ajili ya kudanganya umakini wa raia. Ndio maana tunaomba kwa serikali ya Kongo kupitia jeshi la taifa la Kongo FARDC na wazalendo kuwafuatilia mpaka mwisho na kuwatoa kwa nguvu katika tarafa la Walikale, kwa sababu ni karibu saa 48 et par la force en territoire de Walikale. Pourquoi? Parce que jeshi la taifa linaendelea kuzunguka na ndege za kivita katika kata zimoja za mji na kwenye uwanja wa ndege, na ni katika hali hiyo tunapendelea jeshi la ardhi lisaidie ili kuwarusha wavamizi katika eneo la tarafa la Walikale. Ces agresseurs dans l'entité du territoire de Walikale. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24 TV, ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Nitakuomba usikose ku like, kushare, kucomment na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati. Aliyekuletea taarifa hii ni mimi Safari Almas. Sina la ziada. Bye bye. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.